بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Ramadhan mwaka 1446 katika darsa au silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuendelea kuzungumzia ghazwatu Badr al-Kubra, na tulisema katika kikao kilichopita kwa insha Allah taala kikao cha leo tutaanza kuzungumzia wale waliouawa katika pande zote mbili, katika safu ya Waislamu na safu ya kufaru Quraysh. Tulitaja kuwa vita viliishia kwa kushindwa Quraysh vibaya sana, kiasi ambacho hawakutarajia, kwa kile kibri walichotoka nacho Makka na kujiona kuwa idadi yao ni nyingi na idadi ya masahaba ni ndogo. Wakawa ule ushindi wa uona, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hivyo, wakawa wakiwaona masahaba waona ni wachache sana kulingana na idadi yao. لكن انتهت هذه المعركة العظيمة بهزيمة ساحقة للكفار. vita hivi vikaishia na kushindwa vibaya sana, sema wameburuzwa kufaru Quraysh, wa bifathin mubin lilmuslimin, na ilikuwa ni fathi kubwa kwa Waislamu kushinda katika vita vya kwanza walivyopambana na Quraysh. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة 14 رجلا. waliuawa mashahidi katika vita vya Badr wanaume 14 peke yake. Kwa watu 14 waliuawa katika safu ya Waislamu. 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. watu 6 katika wale waliouawa walikuwa ni katika muhajirin, na 8 ambao ndio wengi zaidi walikuwa ni katika ansar. Hawa ndio waliouawa katika vita vya Badr katika Waislamu wachache. Ukilinganisha upande wa pili, amma al-mushrikun faqad qutila minhum 70 wa usira 70. wameuawa katika washirikina 70 na wakatekwa, wakashikwa wakatekwa 70. yani msiba mara mbili, waliouawa ni 70 na wale waliotekwa katika vile vita ni 70. waliobakia patashika mlingoti kipande, usema kwa Kiswahili. Kila mmoja ageuka njia yake akimbia, hajui anakoelekea. Na mtu anaweza kusema lakini si waliua 70 na 70 wakati wale wengine wote walikwenda wapi? Wale wengine walikimbia vibaya sana. Wengine walikimbia stop yao ya mwanzo ikawa ni Makka huko, tafuta njia wao waona wafuatwa, wenda wakakimbia jamaa. Kwa waliuawa katika hawa 70 katika Quraysh, wengi walikuwepo
katika wale sanadidu Quraysh, wale wakubwa wa Quraysh. Akauawa Utbah ibn Rabi'a ibn Abd al-Shams, akauawa al-Aswad ibn Abd al-Asad ibn Hilal al-Makhzumi. hawa aliwaua Hamza radhiyallahu anhu arda katika sanadidu Quraysh. aliuawa Abu Jahl ibn Hisham, aliuawa Umayya ibn Khalaf, na listi ndefu ya watu ambao walikuwa ni waheshimiwa wakubwa katika Quraysh waliuawa katika vita. ولما انتهت المعركة vita vilivyoisha, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. baada ya hivi vita kuisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha masahaba wake wakusanye watu 24 ambao wamewataja katika wale viongozi wa Quraysh, wakubwa wa Quraysh. Kwa hiyo wale waliochaguliwa walikuwa ni wale ruasa, wale wakubwa katika Quraysh, tena katika Quraysh, wale katika kabila la Quraysh. Akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam watupwe katika kisima. Kulikuwa na kisima pale Badr kimejengewa ukuta, watupwe ndani. Wakaanza kubebwa mmoja mmoja, wakitupwa ndani ya kile kisima wakiwa maiti. Aisha radhiyallahu anha sema, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilqatla an yutrahu fil qadibi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha wale wao hawa 24 watupwe katika kile kisima kibovu kabisa, kilikuwa hata maji yakina, watupwe ndani. Faturihu fihi, wakatupwa wote hao 24, lakini ikawezekana 23 tu. Yule wa 24 alikuwa ni Umayya ibn Khalaf. Aisha sema, illa ma kana min Umayya ibn Khalaf fa innahu intafakha fi dir'ihi famalaaha. Umayya ibn Khalaf alivimba katika dir'i yake akajaa, alikuwa amevimba, bimaana ile maiti yake ilikuwa ishaanza kufanya nini, kuharibika. Fadhahabu liyuharrikuhu fatazayala, masahaba wakaenda wataka kumvuta wamtupe ndani kisima, ikawa vile viungo vya achana, kivuta watoka mkono katika. Faaqarruhu wa alqaw alayhi ma ghayyabahu min at-turab wal hijara, wakambakisha pale pale, wakamtupia mchanga na mawe afinikwe. Mtu aweza kuuliza, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam awamrishe masahaba wafukie hao? Na sote tufahamu kwa si wajibu katika hali ya vita kama hii, na hawa ni maadui, kuwa wazikwe na Waislamu. Si wajibu, waweza kuachilia mbali. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha hivyo? قال العلماء إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في البئر لئلا يتأذى الناس بريحهم. ilikuwa harufu yao ni mbovu sana. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha watupwe ndani ya kile kisima ili kuzuia udhia wa ile harufu yao isiwafikie watu. Wa illa falharbiyu la yajibu dafnuhu, la si hivyo wale kufaru wanaopiga vita waislamu katika vita si wajibu kuwazika. Katika hali kama hii, لما ألقي الكفار في القليب, wale kufar Quraysh walipotupwa ndani ya kile kisima, kulikuwa na mmoja wao ambaye ni Utbah ibn Rabi'a. Utbah ibn Rabi'a alikuwa na mtoto wake ambaye amesilimu, ajulikana kama Abu Hudhaifa.
yuko pale amuona babake mzazi ameuawa. Mwanzo Utba aliuawa katika wale wa kwanza wale katika mubaraza. Kwa hiyo amuona babake achukuliwa atupwa ndani ya kile kisima, na yeye watizama hivi. وبعد أن غيب عتبة بن ربيعة والد أبي حذيفة بالتراب والحجارة walipotupwa wakatupiwa na mawe na mchanga juu. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه. akimtizama sahaba ana dhiki ana huzuni mpaka uso wake umbadilika. فقال له عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم Mtume sallama kumwonea huruma akamwambia, ya Aba Hudhaifa, la'allaka qad dakhalaka min sha'ni abika shay'un, huenda labda kuna kitu kimekuingia katika nafsi yako kwa kuuawa baba yako mzazi. Wallahi masahaba waliishi wakati mgumu sana, hatutapata mfano wa hawa watu. Na ndio maana walikuwa wakikasirika wakisikia tabi'in wakisema tutamani na sisi tungelikuwa na nani na Mtume SAW. Walikuwa wakiwaambia shukuruni hamkuuona ule wakati, shukuruni sana. Tuliishi katika kipindi tulikuwa tukipigana baba zetu na ndugu zetu. Nyinyi leo mwaishi katika asri ambayo nyote waislamu mko pamoja, familia nzima mko katika dini moja. Sisi ilikuwa mtu ampiga vita ndugu yake aliyezaliwa naye kwa baba na mama. Asa mfano kama huo, babake mzazi amuona yule ameuawa na yuwaone yeye yuko kwenye safu pale, babake apigana akatwa kichwa, yeye yuko pale pale. Si mchezo. Watu imani zao ni tofauti shekhi, hakuna mfano wake. Asa huyo aulizwa na Mtume sana, pengine labda kuna kitu katika moyo wako, yani bimaana dhidi yetu kwa sababu ya kuuawa kwa babako. Faqala la wallahi ya Rasulullah, la wallahi ya Rasulullah, hata sikuko yastahiki. Alisimama katika safu dhidi yako. Ma shakaktu fillahi wa fi rasulillah, sina shaka mimi na Allah na mtume wa Allah. Walakinani kuntu a'rifu min abi ra'yan wa hilman wa fadlan, lakini mimi nilikuwa namjua baba yangu alikuwa ni mtu ambaye ana rai nzuri katika mambo yake, ni mpole kufuatilizia, alikuwa ni mtu wa fadla. Na katika kuonyesha upole na akili aliyokuwa nayo Utba ibn Rabi'a, alijaribu sana, mkumbuka katika hivi vita vya Badr, kuwazuia makuraish wasipigane, mpaka akasema niiteni mimi muoga na waambieni turudini tusipigane. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasema nini, in yakun fil qaumi ahadun ya'muru bil khair fa'asa an yakuna sahib al jamal al ahmar, yule mwenye ngamia mwekundu yule, kama kuna mtu awaambia maneno ya khairi makuraish ni yule pale, alikuwa ni Utba. Yeye alisimama akamwambia wenzake turudini tusipigane, kuna faida gani katika kupigana hivi vita? Lakini liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, ni jambo alikuwa Allah shalikadiria. Aliharibu rai yake nani? Abu Jahal. Abu Jahal akaja kawatia watu maneno mpaka lile jambo likageuka, na yeye alijua, alisema mimi nitasema maneno atakaye haribu yule. Abu Jahal alikuwa muovu sana, kawatia wenzake kwenye mtego mbaya sana. Huyo Utba huyo alipokuwa yuko Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaomba ruhusa makuraish aende akaongee na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ni mtu mzima mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kiumri. Kamfuata akamweka chini Mtume sallallahu alaihi wasallam, naomba unisikilize, kwa maneno mazuri ya heshima kabisa. Ikiwa wewe una matatizo, labda una wazimu, kuna jini ya kusumbua na shetani, tutakutafutia daktari aje akutizame. Yani wao wakimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko sawa, si ndio wanavyozungumza? Akamwambia maneno mazuri kwa upole, ikiwa una kadha, ikiwa una kadha. Alipomaliza akamwambia, ushamaliza ewe Utba,
Kaambia ndio. Kaambia sasa nisikilize mimi. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu. Akaendelea kumsomea suratu Fussilat mpaka akafika fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud idh. Akamwambia uskut, kafa. Amwambia Mtume sallam tosha, akamzuia mdomo wake. Maneno mazito na yuwajua haya maneno si yake. Akarudi kwa Makuraish. Kuna maneno mazuri tulizungumza huko nyuma tulipokuwa tuzungumzia ahdi ya Makka. Akawapa nasaha Makuraish kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam au kuiwacha da'wa yake wasiingilie. Moja katika mawili, imma wamfuate, izza yake ni izza yao kwa sababu ni mtoto wao, imma waachane na yeye. Ikiwa atakuwa ni mwenye kushindana wengine, basi ende kule, sisi tusimuingilie huyu, sababu yale maneno niliyoyasikia pale si maneno madogo. Fa in dhahara ala al-arab fa huwa min izzi Quraish. Ikiwa atapata ushindi juu ya Waarabu wengine, basi ni izza kwetu sisi Makuraish, ni mtu wetu Makuraish. Tena akiwemo Abu Jahal akamwambia wallahi laqad saharaka Muhammadun bikalami, wewe Muhammad ashakufanyia uchawi wewe, unrudi hapa uje kutuambia maneno yaingia akilini bwana. Kwa kuanzia kule mwanzo Utba alikuwa ni mtu ana akili, ni mpole katika mambo yake. Sasa mtoto wake asema mimi na hilo jambo mimi lanisikitisha, kuwa baba yangu alikuwa ni mtu mwerevu yuaelewa. Fakuntu arju an yahdiyahu dhalika ila alislam, mimi nilikuwa natarajia ule uwerevu alikuwa nao na upole alikuwa nao huenda ukamuongoza akaufuata Uislamu. Falamma raaitu ma asabahu, nilipoona haya yaliyompata, wa dhakartu ma mata alayhi min al-kufr, nikakumbuka kile alichokufia katika ukafiri, baada alladhi kuntu arju lahu, katika kile ambacho kabla hapo nilikuwa natarajia kwake yeye. Ahzanani dhalika, hili jambo limenitia huzuni sana, nilitarajia kuwa atakuwa Muislamu. Fadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hudhaifa radhiyallahu anhu bikhair. Mtume sallam akamuombea dua Abu Hudhaifa radhiyallahu anhu arda. Na Abu Hudhaifa aliishi mpaka akauawa katika ghazwatul Yamama, walipokuwa pigana masahaba dhidi ya Musailama al-Kadhdhab. Alikufa shahidi radhiyallahu anhu arda. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ada yake anaposhinda katika vita hukaa katika ile sehemu siku tatu akaa pale, ikiwa watarudi tukia nini yeye yuko pale. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 layalin fi Badr baada intihai al-ma'raka, vita vimeisha, amekaa pale siku tatu. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه. Ilipofika siku ya tatu, Mtume sallama akaamrisha kipando chake kikatengenezwa, kafungwa kile cha kupanda juu yake, kisha akatoka akatembea kwa miguu. وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته, sisi tulikuwa tuona labda kuna jambo yahitajia kufanya, tukimfuata. Hatta qama ala shafati ar-riki, akaenda mpaka kwenye kile kisima kile, kwenye ukingo wake pale akasimama. Faja'ala yunadihim biasma'ihim wa asma'i abaihim, akawa awaita mmoja mmoja katika wale sanadidu Quraysh kwa majina yao na baba zao. Ya fulan ibn fulan wa fulan ibn fulan ayasurrukum annakum ata'tum Allah wa rasulahu. Fulan ibn fulan, fulan ibn kina Abu Jahal kina nani, je mfurahia lau kama mngelikuwa mumemtii Allah na mtume wake? Mwatamani lau kama mngemtii Allah na mtume wake kabla ya kuwafikia aliyowafikia leo? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Sisi habari zetu tumepata kile alichotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala hakika.
ametuahidi atatunusuru, akatunusuru. Na nyinyi huko moto mshaupata? Manake mmeahidiwa moto mkiwa mtakufuru. Je, mmepata kile ambacho mmeahidiwa huko? Faqala Umar radhiyallahu anhu, Umar kusikia yale maneno akamwambia, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha, wazungumza kitu gani na miili ambayo haina roho? Hawa hawakusikii. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, nyinyi hamnisikii kama wanavyonisikia wao. Qala Qatadatu, kueleza hadithi Qatada akasema, ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu, Allah aliwahuisha wasikie maneno yake, tawbikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadaman, ili iwe ni majuto kwa wao, wajute kwa yale waliyofanya. Na hii ina maelezo mazuri katika, kuna kitabu chaitwa al-ayatul bayinat fi adami sama'i al-amwat 'inda al-hanafiyyah as-sadat cha Imam al-Alusi rahmatullahi alayhi. kuna muqaddima mzuri والإمام الألباني رحمه الله يفني تحقيق الكتاب الآيات البينات. wako katika wanaoviona wanaotumia hii kuwa ni dalili ya kuwa maiti wasikia, na makhurafi wakatumia basi ndio nafasi ya kwenda kuwaomba, sababu si wasikia wasema. Nenda kasome hicho kitabu utapata jawabu zuri Sheikh Al-Albani. Almuhim, maneno ya Qatada yafasiri kuwa ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu, Allah aliwahuisha wale wasikie maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Umar kwa nini ampinge Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la ghaib? Ni kwa sababu ndivyo alivyowafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa maiti asikii. Ndio maana Umar akamuuliza, ya Rasulullah, mbona wazungumzia miili ambayo haina roho? Sababu ni jambo la ghaib. Alikuwa hafai kuja kumfanyia upinzani Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa, kwa hajui yeye wasikia ama wasikii. Lakini ajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafunza hawasikii. Mbona leo wewe wazungumza na wao ya Rasulullah? Asema leo wasikie hao, sababu Allah aliregesha roho zao wanisikie ile ninaowaambia, ili izidi kuwa ni hasara kwa wao. Kwa hiyo hali ikienda hivi sasa, balaa iliyowapata Makuraish itapokelewa vipi Makka? Turudi Makka huko, habari zapokelewa vipi? farra almushrikuna min sahati badrin fi suratin ghairi munazzamah. Makuraish katika uwanja wa Badr, vita vilivyowachachia, wale waliosalimika kukimbia wakakimbia, lakini kukimbia kwao kulikuwa hakukupangwa. Yani kila mmoja alipopata njia yake alikimbia. Kama alipata ngamia alikwenda kwa miguu, alifuata farasi, lakini hakuna mmoja ajua mwenzake anachukua njia gani. Kila mmoja atafuta njia yake. Vita vimewachachia. Tabatharu fil widyan washi'ab, jamaa wakasambaratika huko kwenye mabonde mbalimbali huko. Watajahu sawba makkah mad'urin, wakawa waelekea upande wa Makka wakiwa na hofu kweli, wana hofu. La yadruna kaifa yadkhulunaha khajalan, na kila mmoja pale hata wakifika pale Makka hawajui waingie vipi, kwa kule kustahi tumetandikwa huko. Maana walivyotoka pale walitoka sisi tuna kuwatafuna wale. Hujapata hiyo? Kuna watu utoka hata mitaani ufanyika hiyo. Unaitwa endo bonsa mtaani, kisha endo apigwa videbe, ukirudi Manundu hawarudi huko. Jamaa kuuliza kumkwendaje huko? Kidogo nini? Pigwa vichwa wewe mpaka ukakoma. Hata mtaani hujui uingie vipi. Basi kuna wengine wampigwa vita haswa huko, arudi Makka mtu hajui aingie Makka vipi, awaambie watu nini, tumfanywaje kule. Na wao wametoka wakiwa na kibri kuwa tutafanya, hakuna chochote.
sasa harudi basi uende ukatoe habari kule zilikwendaje habari za huko. Kwa hiyo wakawa wamefika Makka pale, watu wengine waona haya wataingia vipi. Wakana awwala man qadima makkata bimusab quraish al-Haysuman ibn Abdullah al-Khuzai. Mtu wa kwanza alikuja na habari mbovu za kushindwa kwa Quraysh ni huyu bwana al-Haysuman ibn Abdullah al-Khuzai. Faqalu ma waraaka, umeacha habari gani huko nyuma, mbona mko hivi, kunani? Huyu bwana kuanza tusema kutila Utbah ibn Rabi'a. Utbah jamani ashakwenda. Wa Shaybah ibn Rabi'a, ndugu yake Shayba pia ameuawa. Wa Abu al-Hakam ibn Hisham, yani Abu Jahl pia ameuawa. Wa Umayyah ibn, awatajia wale zuama Quraysh mmoja baada ya mwingine, sema hao hamna tena, washakwenda, wameuawa wote. Wa Zam'ah ibn al-Aswad, kisha akaanza kutaja Abu al-Bakhtari ibn Hisham. Falamma akhadha yuaddidu ashrafa Quraysh, alipokuwa awataja mmoja baada ya mwingine katika wale waheshimiwa wa Quraysh, qala Safwan ibn Umayya wa huwa qa'id fi al-hijr, wallahi in ya'qil hadha fas'aluhu anni. Kama huyu yajifahamu, hebu muulizeni kuhusu mimi. Na huyu babake ndio Umayya ibn Khalaf, Abu Safwan. فقالوا وما فعل صفوان بن أمية، خبر ذا صفوان بن أمية vipi؟ قال ها هو ذاك جالسا في الحجر، yule bwana pale amekaa pale kwenye hijr, kile kiukuta kile kidogo mbele ya Kaaba. وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا، yule mmemwona babake na ndugu yake wakiuawa. Nimetaja jana namna walivyouawa. Ndugu yake aitwa Ali, na Umayya waliouliwa na kina Bilal radhiyallahu anhu na Ansar waliwavamia wakawamaliza. Asema niliwaona wanavyouawa. Kwa hali ikawa ni kama hii, na ndivyo inavyopokewa. Rawa al-Imam Ahmad fi Musnad wal Hakim fi al-Mustadrak wa Ibn Ishaq fi as-Sira, lakini bisanadin dha'if, عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب. mtuweza kushangaa, lakini kuna riwaya dhaifa. Naam, ikiwa za athiri zile riwaya katika fiqh ya maneno tutazichukua, lakini tarikh mara nyingi wanaoviona wafungia macho katika swala hili, kwa sababu ule ukweli wa mambo. Kwa mfano tukizungumzia katika kutathabat katika kila kitu kwenye tarikh, nani alikuwepo pale Badri waandika kile kinachotokea? Kuna mtu amewekwa pale kando, kazi yako kuandika. Sisi tupokea zile habari kulingana na zilivyotajwa na wanavyuoni wa tarikh. Asema Abi Rafi', yeye alikuwa ni kijana mdogo mtumwa, amilikiwa na al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، na Uislamu ulikuwa tayari ushaingia katika nyumba al-Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل. العباس alisilimu kwa siri, na mkewe al-Fadl pia akasilimu kwa siri. وأسلمت, na mimi nikasilimu. وكان العباس يهاب قومه، lakini al-Abbas alikuwa yuogopa jamaa zake, kwa akaficha uislamu wake. ويكره خلافهم, achukia kuwa khalifu watu wake. وكان يكتم اسلامه وكان ذا مال كثير متفرق في قومه, na alikuwa na mali nyingi na ilikuwa na watu mbalimbali katika watu wake. Huyu ana sehemu fulani ya mali yake, pengine uko shirika, huyu mwingine kadha. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر, tulitaja kuwa Abu Lahab hakwenda katika vita vya Badr, lakini فبعث مكانه العاص ابن هشام ابن المغيرة. sababu al-As ibn Hisham alikuwa ni mtu ana madeni, amfilisika. Abu Lahab akamfuata, akachukua advantage, akamwambia mimi wewe nitaka uende badala yangu, lakini madeni yako yote juu yangu mimi, nitakulipia, nitakufanyia kila kitu. Ikiwa utauawa mimi nitasimamia watoto wako. Yule bwana kaenda badala yake. Falamma jaa al-khabaru
عن مصاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه zilivyokuja zile habari za yale masaibu yaliyopata makuraish katika vita vya Badr, Abu Lahab ili jambo lilimtia huzuni sana, likamdhalilisha sana. Wawajadna fi anfusina quwwatan wa izzan, lakini sisi ilikuwa tumeficha uislamu wetu, tulifurahi kweli kweli zile habari zilivyokuja. Wa kuntu rajulan dha'ifan, birafi asema na mimi nilikuwa ni mtu dhaifu, yani kijitu kidogo amekonda hana nguvu. Wa kuntu a'malu al-aqdaha anhatuha fi hujrati Zamzam, na mimi nilikuwa kazi yangu natengeneza mishale, pale sehemu kuna Zamzam nilikuwa nikitengeneza mishale. Fa wallahi inni la jalisun fiha anhatu aqdahi, wallahi sema mimi nimekaa pale natengeneza ile mishale yangu. Wa indi Ummul Fadl jalisa, na Ummul Fadl yuko bavuni amekaa. وقد سرنا ما جاءنا من الخبر, na sisi tumefurahi zile habari zilivyokuja kuwa wameshindwa wale jamaa. إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر, mara tumona Abu Lahab yuaja aburuza miguu yake, yuaja tipo toka huko tokako, lakini wamuona yuaja na shari. Hatta jalasa ala tunubil hujrati, akaja mpaka pale ubavuni mwa hujra akakaa sehemu hivi amekaa kando. Fakana dhahruhu ila dhahri, kwa maungo yake na yangu bimaana mimi naangalia kule na yangalia kwingine. فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. tumekaa hivi mara tusikia habari Abu Sufyan ibn al-Harith amekuja, na huyu si Abu Sufyan yule Abu Sufyan kiongozi wa Quraysh, la sio huyo mwingine. Faqala lahu Abu Lahab halumma ilayya fa'indaka la'amri al-khabar, hebu njoo kwangu mimi na hakika wallahi wewe ndio una habari zote, nataka unieleze koje. Qala fajalasa ilayhi wan nasu qiyamun alayhi, akakaa pale jamaa wakamzunguka wataka kusikia habari kulikwendaje huko. Faqala ya ibn akhi akhbirni kaifa kana amru an-nas, Abu Lahab amwambia habari za watu zilikuwaje huko. Qala wallahi ma huwa illa an laqina al-qawm famanahnahum aktafana yaqtulunana kaifa sha'u, tulivyoanza tu vile vita ni kama tuwapa mabega yetu watuua tu, tuuawa tu sisi, tuachinjwa tu kama mbuzi, hata sijui vipi ilikuwa tuuawa tu haelewi. Asema naona napigwa tu, ulikuwaje? Mimi napigwa, tupigwa tu. Wa aymullah ma'a dhalika malumtu an-nas, lakini hapo Allah bisi walaumu watu wangu kwa nini walaumu? Laqina rijalan bidhan, tuliona watu weupe, si wale ambao tutapambana na wao wengine, hao ndio nani? Malaika walikuwa kishuka. Ala khailin bulqin baina as-samai wal ardh, wakiwa katika farasi wazuri wale, hiyo farasi akiwa mweusi na weupe hivi mbele katika maguu, washuka, tuwaona washuka kutoka juu ya anga hivi. Sasa hapo tutapigana vipi? Wallahi ma taliqu shay'an wala yaqumu laha shay'un, hakuna yeyote anayeweza kusimama mbele yao. Hilo jeshi hilo lilokuja hilo tulipigwa, hakuna mtu aliyeweza kupigana wao. Qala Abu Rafi' farafa'tu tunub al-hujrati biyadi thumma qultu, kanyanyua tambara kama tunubari vizuri kienua, kisha akasema tilka wallahi al-malaika. Ati yeye afanya taadiki, amwambia wale walikuwa malaika wewe. قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. Abu Lahab hilo jambo likamtia dhiki kweli kweli. Huyu Abu Lahab watu wa Maulidi, huyu ambaye wapewa maji, huyo yuko motoni apewa, huyu Abu Lahab huyu wa makhurafi ndo huyu Abu Lahab huyu ndiye apewe maji, huyu jituovu hili. Msidanganywe watu wa Maulidi na jamaa zenu mkaona mpige kitwari wewe, Abu Lahab ndo huyu. Yani apata habari Mtume Muhammad sallam ameshinda mtoto ndugu yake, ana hasira mbaya kweli kweli,
sasa huyu anakosa gani? Unamwambia malaika. Sasa wewe unataka utafsiri vipi? Hebu wewe Abu Lahab usikiliza hii habari, watu watoka juu wako weupe waja na farasi wao, wewe utafsiri vipi Abu Lahab? Abu Lahab limekaa kimya tu, yule akamsaidia akafanya taaliq, malaika hao, kama mtu akwambia hao malaika. Abu Lahab akashindwa kusubiri, akampiga yule jamaa kwa nguvu sana, akampiga Abu Rafi kwa nguvu sana. Abu Rafi asema fathawartuhu, na mimi pia nikataka kulipiza na yeye mwenyewe dhaifu. Qala fahtamalani fadharaba bi al-ard, akanikamata akanipiga na chini. Abu Lahab alikuwa ana nguvu. Thumma baraka alayhi yadribuni, kisha akanipigia magoti juu yangu, wacha anze kunitandika. Abu Lahab huyo mtandika. Wa kuntu rajulan dhaifan, lakini pia wakati mwingine ukiwa dhaifu sio chokora tu kama hao, waweza kukuonea sana kwa kufanyia ubabe, maana uko kwao sasa Makkah. Bwana sema na mimi nilikuwa dhaifu. Faqamat ummul fadl ila amud min umud alhujrati faakhadhathu, kuna kama vile ito nini, hema lile silina zile nguzo zile kama gongo lile, akachukua yule mama ummul fadl mkewe, mama yake huwa atakuwa ni mama yake Ibn Abbas radhiyallahu anhu, akachukua lile gongo, fadharabathu bihi darbatan falaqat fi ra'sihi shajjatan munkara, akampiga lile gongo, akampiga nalo kichwani. Nani? Abu Lahab. Abu Lahab ampigwa na mwanamke, pigwa gongo mpaka akapasuka. وقالت لأبي لهب استضعفته أن غاب عنه سيده, kwa sababu bwana wake hayuko, huyu yule anayemmiliki ndio wamfanya dhaifu, wamuonea. Abu Lahab alipopigwa lile gongo, wajua saa nyingine unaweza kupigwa kitu usizungumze, ama unaona basi kuonyeshe. Kuna watu wafanya jeuri, akapigwa mbao kisha akajifanya enda zake hivi, huyo enda zake. Manake sasa afikiria, ikiwa hili kofi limeingia hivi, je, nikipigwa ngumi mimi yani nini nitafute balaa na watu bwana, munde zangu hiyo yatosha. Haya yatokea sana, yatokea sana hasa mabarabarani, kwenye magari mara watoshako sana, kumbe ajua mtu kana nani. Mimi niliona sinema kama hii siku moja, subhanallah, mwenye matatu bwana amtukana jamaa na yeye ndio mwenye makosa bwana. Yule jamaa kishuka siyo ipite ile matatu bwana, hii niliona na macho yangu wallahi alazim. Yule jamaa akitoka kwenye gari yake, kumbe urefu wake yopite ile matatu, yani kichwa chafika juu ya matatu, yule jamaa kodo amekula makofi. Hii imeshuhudia na macho. Kakamatwa hivi mwanzo, akapigwa kisha akawachwa. Wallahi hakusema kitu, yani nafikiria hizi ngumi 3-4 tosha. Sasa Abu Lahab kapigwa gongo, lile gongo lilivyomwingia, lilivyompasua, faqama Abu Lahab muwalliyan dhalilan, akaondoka mdhalili. Haya bwana, salama. فوالله سمع والله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. Abu Lahab baada ya vita vya Badr aliishi siku 7 peke yake, akapigwa na maradhi. Adas ni dengo, unajua dengo adas. Sasa ni upele fulani ulikuwa ukiushika ukiuita adas. Ule upele ukikujia ni kama mfano wa taun fulani, wafa na waambukiza. Kwa hivyo ukamjia ule upele, ukawa ndio sababu ya kufanya nini? Kufariki. Lakini sasa katika kufa kwa Abu Lahab kuna ajabu sana. Alivyofariki Abu Lahab, قال أبو رافع asema فلقد تركه ابناه ليلتين أو 3 ما يدفنانه حتى أنتنا. watoto wake wawili wa kiume wako wakamwacha siku 2 au 3 hawamziki mpaka akaanza kutoa harufu. Faqala rajulun min Quraysh libni Abi Lahab, bwana mmoja katika maQuraysh akawaambia wale watoto wawili wa Abu Lahab,
ala tastahiyani, nyi hamna haya? Inna abakuma qad antana fi baitihi, baba yenu mwamwacha mpaka yuanuka bwana mwili wake ndani ya nyumba yake. Faqala inna nakhsha hadhihi alqarha. Subhanallah, Allah amemdhalilisha. Sisi tuogopa tukimgusa yule ali maradhi atuambukize. Wa kanat quraish tattaqi al'adasa kama tattaqi at-ta'un, na makuraish walikuwa wakiogopa ya maradhi haya adasa, kama vile ta'un ikitokea, pandemic fulani vikitokea, ukimshika mtu labda maradhi atakuja. Kwa hivyo walikuwa wakimwacha wakiogopa tukamshike alafu na sisi pia tupatikane. Kwa hivyo wakamwacha vile. Faqala rajulun, bwana mmoja akamwambia, intaliqa fa ana ma'akuma, twendeni mimi niko pamoja nanyi tawasaidia. Fa wallahi ma ghasaluhu illa qadhfan bil ma'i alayhi min ba'id, kumosha wakamrushia maji kwa mbali, arushwa maji kwa mbali. Huyu Abu Lahab wa makhurafi sio anaambia, arushwa maji kwa mbali. Allah amemdhalilisha kabla ya kuzikwa, amdhalilisha jitu ovu kabisa. Thumma ihtamaluhu, kisha wakambeba kwa mbali mbali, lakini magongo hivi nini, weka huko, shika huko, avuta, lakini hawataki kumgusa kabisa, hawataki kumgusa. Kabebwa wakaenda mahali fi a'la Makkah, kuna sehemu wakamtupa, sehemu ya mbali na watu wakamtupa, hakuzikwa, wakamtupa. Wakadhafu alayhi alhijara, kisha wakamtupia mawe, yale mawe ndio yakamfunika. Yani kama mpigwa mawe baada ya kufa pia atupiwa mawe. Sasa watoto wake wenyewe wanamfanyia hivi, watoto wake aliwazaa. Hii ndio hali yao, na hivi ndivyo habari Makkah zilipokewa katika hali mbaya kama hii. Kisha kukazuka amri sasa, hairuhusiwi kwa yoyote kumlilia maiti yake, isije waislamu wakasikia wakafurahi. Sio mafahamu? Yani lau kama kungelikuwa na kilio kitatanda kila nyumba, kwa sababu wale wao ni wengi na kuna mateko bado. Sasa kila mtu akaambizana kuwa hakuna kulia, na hii ikawa ni adhabu juu ya adhabu, kwa sababu kile kilio kidogo cha mliwaza yule aliyefikiwa na msiba cha mliwaza. Sasa hicho kilio chenyewe pia hakiruhusiwi, kiasi cha kuwa mfano al-Aswad ibn Abd al-Muttalib katika taraif zake, watoto wake watatu waliuawa katika vita vya Badr. Ikawa yuwachomeka ndani ya maini yake, yachomeka, ataka kulia, lakini huruhusiwi kulia. Ukilia watatucheka wale, kuna shamata ya waislamu, watatucheka sisi. Wakana yuhibbu an yabki alayhi, yule mzee bwana apenda angalau alie kwa watoto wake waliouawa. Wakana dharira albasar, na alikuwa ni kipofu huyu bwana. Katika hali kama hii, idh sami'a naihatan min al-layl, usiku akasikia mwanamke yuadia. Akaona tushapewa ruhusa nini mzee, ruhusa ishatoka ya kulia ama ndio vipi? Yani ameweka kilio katika nafsi yake, ngoje ile siku tutaambiwa lieni, yani aanze kulia, lakini sasa ajizuia. Fab'atha ghulamahu, akamtuma mmoja katika watumwa wake, akamwambia hebu nenda, waqala unzur hal uhilla an-nahbu, hebu nenda kaangalia tushahalalishiwa kulia. Hal bakat quraish ala qatlaha, makuraish washaanza kuwalilia jamaa zao waliouawa. La'alli abki ala abi Hakimata, kataja mtoto wake, fa inna jawfi qad ihtaraqa, mimi huku kifuani nachomeka moto, nataka kulia. Yule kijana akaenda akachungulia, akifika pale akarudi na habari, inma hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adallatu, ni mwanamke ampoteza ngamia yualia. Yule mzee bwana sema, ngamia yuaruhusiwa kulia, sisi tupoteza watu tuambiwa tusilie. Hili jambo al-Hafidh ibn Kathir ana maneno mazuri, yasema wakana hadha, hili jambo la kule kukatazwa kulia, min tamami ma adhaba Allah bihi ahyaahum fi dhalika alwaqt, ni katika adhabu Allah alikuwa akiwaadhibu wale waliobaki hai katika makuraish, akiwaadhibu wakati ule.
wa huwa tarkuhum an-nawh ala qatlahum, kule kuacha kuwalilia wale waliouawa. Fa innal bukaa ala al-mayyit mimma yabullu fuad al-hazin, sababu kule kumlilia yule maiti, mtu akifiliwa akilia, angalau ule moyo wake upate utulivu, akitokwa na machozi ili apate utulivu. Lakini wao wakaadhibiwa, kwa hawali, wanyamaze kimya. Hii ndio ilikuwa hali ya Makuraish na kupokea habari za kifo cha jamaa zao. Sasa tuje katika upande wa pili, habari zilipokewa vipi Madina, kurudi kwa Mtume sallama Madina. Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.